Katika miaka ya hivi karibuni, Tanzania imeonyesha kasi ya ajabu katika nyanja mbalimbali za maendeleo. Hii imeibua mjadala mpana kuhusu iwapo Tanzania imeanza kuipiku Kenya ambayo kwa muda mrefu imekuwa ikiongoza kiuchumi Afrika Mashariki. Makala haya yanachambua kwa kina vipengele mbalimbali vya maendeleo ili kutoa jibu la kina kwa swali hili. Moja, ukuaji wa pato la taifa GDP. Kwa mujibu wa takwimu za mwaka 2025, Kenya inaongoza kwa pato la taifa la jumla GDP katika Afrika Mashariki ikiwa na thamani ya dola bilioni 131.67 ikifuatiwa na Ethiopia dola bilioni 117.46 ikifuatiwa na Tanzania na dola bilioni 85.98. Hata hivyo, katika ukuaji wa pato la taifa kwa asilimia, Tanzania inaonyesha kasi ya juu zaidi. Kwa mfano, mwaka 2024, Tanzania ilikuwa kwa asilimia 5.4 ikitarajiwa kufikia asilimia 6 mwaka huu 2025. Kenya kwa upande mwingine inatarajiwa kukua kwa asilimia 5.6 mwaka 2025. 2. Sekta za uchumi. Tanzania ina sekta kuu tatu za uchumi. 1. Kilimo. Sekta hii inachangia takriban robo ya pato la taifa na ni chanzo kikuu cha ajira kwa wananchi wengi. 2. Viwanda. Tanzania imewekeza sana katika viwanda vya usindikaji na uzalishaji wa bidhaa ikilenga kuongeza thamani ya mazao ya kilimo na madini. Na 3. Madini. Nchi ya Tanzania ina rasilimali nyingi za madini kama dhahabu, almasi na tanzanite ambazo zimechangia kwa kiasi kikubwa katika pato la taifa. Kwa upande mwingine, Kenya ina sekta kuu tatu za uchumi. 1. Huduma, services. Sekta ya huduma hasa fedha, mawasiliano na utalii inachangia sehemu kubwa ya pato la taifa nchini Kenya. 2. Kilimo. Ingawa kilimo ni muhimu, mchango wake katika pato la taifa ni mdogo ikilinganishwa na Tanzania, licha ya kuwa ndio namba 2 sekta kuu muhimu kwa uchumi wa Kenya. Na 3. Teknolojia. Kenya imejipambanua kama kitovu cha teknolojia barani Afrika, kwa mfano kupitia Konza Technopolis. 3. Miundombinu na uwekezaji. Kwa upande wa Tanzania, imewekeza katika sekta kuu tatu za miundombinu. 1. Ujenzi wa reli ya kisasa ya SGR, barabara kuu na madaraja makubwa umeimarisha usafirishaji wa bidhaa na watu. 2. Nishati. Mradi wa kuzalisha umeme wa Julius Nyerere ni miongoni mwa miradi mikubwa ya nishati barani Afrika. Na 3. Bandari. Bandari ya Dar es Salaam imeboreshwa kwa ajili ya kuongeza ufanisi wa usafirishaji wa mizigo. Kwa upande mwingine, Kenya pia imewekeza katika sekta kuu tatu upande wa miundombinu na uwekezaji. Upande wa miundombinu, Kenya ilitangulia katika ujenzi wa reli ya SGR kutoka Mombasa hadi Nairobi na inaendelea na miradi ya barabara na viwanja vya ndege. 2. Nishati. Kenya inaongoza katika uzalishaji wa nishati mbadala hasa kupitia vyanzo vya jua na upepo. Na namba 3, bandari. Bandari ya Mombasa ni lango kuu la biashara kwa nchi za Afrika Mashariki na Kati. Namba 4, elimu na afya. Tanzania, serikali imewekeza katika elimu ya msingi na sekondari ikiwa ni pamoja na ujenzi wa shule na utoaji wa elimu bila malipo. Katika sekta ya afya, kuna juhudi za kuboresha huduma za afya vijijini, ingawa changamoto bado zipo katika upatikanaji wa vifaa na wataalamu. Kwa upande mwingine, nchini Kenya, serikali ya Kenya ina mfumo wa elimu uliokomaa na ina vyuo vikuu vingi vinavyotoa elimu ya juu kwa viwango vya kimataifa. Katika sekta ya afya, Kenya, huduma za afya zimeboreshwa hasa katika maeneo ya mijini, lakini bado kuna changamoto katika maeneo ya vijijini. Namba 5, sekta ya biashara na uwekezaji. Tanzania imeongeza ushawishi wake katika Jumuiya ya Afrika Mashariki kwa kuimarisha biashara ya mipakani. Serikali hii imewekeza mazingira rafiki kwa wawekezaji ikiwa ni pamoja na kupunguza urasimu na kutoa motisha kwa wawekezaji wa ndani na wa nje. Kwa upande mwingine, Kenya inaendelea kuwa kitovu cha biashara na fedha katika kanda ikiwa na kampuni nyingi za kimataifa. Kwa upande wa wawekezaji, ingawa Kenya ina soko kubwa, changamoto za kisiasa na sera zisizotabirika zimeathiri baadhi ya wawekezaji. Namba 6, siasa na utawala. Tanzania imekuwa na utulivu wa kisiasa kwa muda mrefu, ingawa kumekuwa na wasiwasi kuhusu uhuru wa vyombo vya habari na upinzani. Serikali imekuwa ikisisitiza uwajibikaji na mapambano dhidi ya rushwa. Kwa upande mwingine, Kenya
Imepitia changamoto za kisiasa hasa wakati wa uchaguzi, lakini imeonyesha uwezo wa kurejea katika hali ya utulivu. Kuna juhudi za kupambana na rushwa, ingawa changamoto bado zipo. Ingawa Tanzania inaonyesha maendeleo ya haraka katika nyanja mbalimbali, Kenya bado inaongoza katika pato la taifa la jumla na ina miundombinu ya kibiashara iliyokomaa zaidi. Hata hivyo, ikiwa Tanzania itaendelea na kasi hii ya maendeleo, kuna uwezekano mkubwa wa kuipiku Kenya katika baadhi ya vipengele vya maendeleo katika miaka ijayo. Kwa sasa, Tanzania inaonyesha kuwa na mwelekeo mzuri wa maendeleo endelevu.